Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin habibina al-Mustafa sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabil amin wa ala alihi wa ashabihi dhawi shirafil azim. Watukufu wa Islam, baada kumshukuru Allah jalla jalaluhu na kuzitaka rehema na amani zimwendee bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwa bado tuendelea na silsila ya darasa zetu, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie darasa hizi ziwe ni zenye kuleta tija katika umma huu wa Kiislamu. Sisi ambao tunasomesha hizi darasa, mnatakuwa nyinyi mnaotuangalia mtuombe dua sana, kwa sababu tunaacha kazi, tunafanya kazi na tunasoma na tunatoa haya yote kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo na wewe ukipata klipu hii, basi share kwa wenzako, sambaza katika magrupu ya WhatsApp ili na wenzako nao wapate faida, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakulipa khairi nyingi utakapokuwa unafanya hivyo. Inshallah leo nitakusomesha dua au swala hii, nenda kaiswali inshallah. Ukitaka kumuona rafiki wa kweli katika usingizi, ukitaka kumuona mpenzi wako wa kweli katika usingizi, ukitaka kumuona ndugu yako wa kweli katika usingizi, basi fanya hivi nitakavyokuelekeza, kwa sababu inawezekana kuwa na marafiki wengi lakini 95% wa marafiki wako wote wanafiki. Inawezekana ukawa na ndugu wengi lakini 80% ya ndugu zako wote wanafiki. Sasa ukitaka kumjua rafiki wa kweli ni upi, ukitaka kumjua ndugu yako wa kweli ni upi, ukitaka kumjua kipenzi chako cha kweli ni kipi, basi inshallah fanya hivi nitakavyokuelekeza, na inshallah kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala utamuona katika usingizi, na Allah atakuonyesha kama huyu ndio rafiki yako wa kweli, na huyu ndio ndugu yako wa kweli, na huyu ndio mtu wako wa karibu wa kweli. Kwa sababu unaweza kuwa na marafiki wengi lakini kumbe wote wanafiki. Pengine katika marafiki wako 10, rafiki yako mmoja tu ndio kwa rafiki wa kweli. Innamal mu'minuna ikhwatun, hakika waumini wote ni ndugu. Kwa hiyo kuna ndugu ambao ni wako na nia safi na wewe, lakini kuna ndugu ambao wako na nia chafu, nia mbaya na wewe. Kwa inshallah ukitaka kumjua nani mbaya wako, nani ndugu yako mzuri, nani rafiki yako mbaya, nani rafiki yako mzuri, inshallah fanya hivi nitakavyokuelekeza. Tayeb, anasema kwenye kitabu, man arada an yara fi manamihi habibuhu au sadiquhu, mtu yoyote atakayetaka kumuona rafiki yake katika usingizi, au mtu akitaka kumuona kipenzi chake chochote katika usingizi, suan, kipenzi kilichokuwa kibaya, au rafiki aliyekuwa mbaya, sawa, basi anasema faliyabit, huyo mtu anatakiwa anapolala tahiru thawbi wal badani, alale hali ya kuwa nguo zake na mwili wake wote viko safi. Ukitaka kumuona rafiki yako mbaya katika usingizi, au ndugu yako mbaya katika usingizi, basi unapolala usiku, lala nguo zako ziko tohara na mwili wako ukiwa safi, manake utie udhu, sawa. Ukishatia udhu kabla kulala, sawa, kabla kulala ukishatia udhu hivyo, anasema walisalli rak'ataini, utaswali rakaa zako mbili. Rakaa zako mbili hizo, yaqra'u ba'da al-fatihata, utasoma alhamdu mara moja, kisha washamsi wa duhaha 7 marati, washamsi utasoma mara 7. Kwa utaswali rakaa zako mbili. Rakaa yako ya kwanza utasoma alhamdu mara moja na washamsi wa duhaha mara 7. Wa fi thania, na rakaa yako ya pili, baada al-fatihatu, baada kusoma alhamdu, wal layli idha yaghsha, utasoma suratul layli wal layli idha yaghsha mara 7. Tuko pamoja? Kwa rakaa yako ya kwanza utasoma alhamdu mara moja na washamsi wa duhaha mara 7. Rakaa yako ya pili utasoma alhamdu mara moja na wal layli idha yaghsha mara 7. Tuko pamoja? Kisha utakata tahiyatu kama kawaida. Ukikata tahiyatu utatoa salamu kama kawaida unaposali. Ukishatoa salamu, thumma yusalli ala nabi, kisha baada ya salamu
utamswalia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mastataa, kwa kadri utakavyoweza. Ukimswalia mara 100, mara 200, lakini mswalie mtume. Ukifanya hivyo, thumma tajaa, kisha nenda ukalale. Ukifanya hivyo shekhe, fa innahu yara ma qad nawahu, hakika mtu huyo atakiona kile alichokinuia. Hakika mtu huyo atamuona yule aliyemnuia. Sasa biidhnillahi taala, kwa uwezo wa Allah subhanahu wa taala. Kwa ukitaka kuonesha rafiki yako wa kweli katika usingizi, basi fanya hivyo insha Allah. Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi, na ukipata klipu hii share kwa mwenzako ili na yeye apate faida kubwa inshallah. Tumombe Allah tufanyie wepesi, na tukutane katika vipindi vinavyokuja mbele. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.